William Samoei Ruto amechanganyikiwa zaidi wakati huu anapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027 akitafuta mhula wake wa pili. Kuchanganyikiwa kwa William Samoei Ruto kuna kujia hapa. ODM party ambayo inaongozwa na Oburu Odinga wanaendelea kudhihirisha na kudhibitisha na kudai kwamba sasa hii power ambayo ODM wamekuwa wakidai kulingana na Oburu Odinga, wanataka kiti cha the second in command and that is the deputy president. You know it will come. Sasa kiti ambacho wanataka the ODM party kimeweza ni kukariwa na mtu ambaye ameweza ni kutoka kwenye Mount Kenya region and that is Kithure Kindiki. Sasa William Samoei Ruto ameweza ni kuchanganyikiwa kwamba iwapo ataweza ni kuamua kuendelea na Kithure Kindiki kwenye ugombea wake wa mwaka 2027, hakika lazima ataweza ni kupoteza kura ama support ya Western, Nyanza, Rift Valley na Nairobi, ambayo haya ndio maeneo ambayo ODM iko na usemi mkubwa. Ruto tulikupatia ndimu. Chungwa iko na usifuna. Wewe ng'ang'ana hiyo ndimu. Kuchanganyikiwa kwa William Ruto hakujamaliziki ama hakujaishia hapo, samahani. Edwin Sifuna aliweza ni kugawanya kura za ODM party baada ya kuvuka na Linda Mwananchi. Sasa Leader Ground hawajaweza ni kusikizana pale. Mwanzo utaweza ni kusikia Junet leo amesema hivi, kesho utaweza ni kusikia amesema hivi. Utaweza ni kusikia sijui kuna viongozi wa ODM akina Joho hawajaweza ni kutokea labda kwa mikutano ambayo labda rais ameweza ni kuita pale. Sasa wazo ni kwamba iwapo ni lazima William Samoei Ruto aweze ni kumsupport Kithure Kindiki, lazima akubali kupoteza kura kutoka kwa the Nyanza and the ODM support ya Oburu Odinga or either Edwin Sifuna. Personally there is no way I can support Ruto. There is no way. Edwin Sifuna na Linda Mwananchi wameendelea kudhibitisha kwamba hawezi wakamsupport William Samoei Ruto. Mwanzo wanadhihirisha kwamba hakuko na masikizano yoyote yale ya kuweza ni kushikanisha hizi vyama viwili UDA na ODM ili waweze ni kuwa na mgombea mmoja mwaka 2027. To front Raila because Raila himself has told us that he did not ask Ruto to support. Sasa vuta ni kuvute ni kati ya ODM na Kithure Kindiki, sababu iwapo William Samoei Ruto anahitaji kura kutoka kwa Nyanza region and Nairobi and those parts zenye ODM iko na usemi, lazima aweze ni kukubali kwamba itambidi aweze ni kuachilia Kithure Kindiki. Na sasa wazo ni bado anazihitaji kura za Mount Kenya region. Sasa zile kura ambazo anazihitaji za Mount Kenya region ziliweza ni kugawanywa na ama ziliweza ni kuharibiwa na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. William Ruto has destroyed ODM and we are very saddened. Rigathi Gachagua amekuwa kimharibia William Samoei Ruto pamoja na serikali yake, wamekuwa wakipelekana tisa nunge. Tuliweza ni kuona wakati mwingine pale Rais William Ruto akiweza ni kujibizana na Rigathi Gachagua, kitu ambayo iliweza ni kuleta mazungumzo sana baada ya maneno ambayo labda watu wako wanafikiria William Samoei Ruto angeweza ni kuyataja. Hii inakwambia William Samoei Ruto ako under pressure as he needs for the second term. Ladies and gentlemen, hii ni Expertise 24/7. Hapa tunakufahamisha habari, tunakuchanganulia siasa na hii ni mambo ambayo tuhusu mtazamaji wangu. Mwanzo lazima tuweze ni kufahamu nchi yetu kunaendeleaje. Mtazamaji, kuchukua muda wa sekunde moja peke yake kuweza ni kusubscribe, kulike na kufikifinya the notification bell ili kila wakati tunaweka kazi utaweza ni kuwa ukipata sekunde moja peke yake. Mtazamaji, William Samoei Ruto aliweza ni kumrusha nje Rigathi Gachagua. Akamsaidia akakuwa rais, akanipiga teke, akanichenga. Baada ya kumrusha nje Rigathi Gachagua, aliweza ni kufahamu kwamba lazima ataweza ni kuhitaji kula za Mountain Legion ifikapo mwaka 2027, na akaweza ni kumchagua kiongozi kutoka the Mountain Legion, na huyo ni Kithure Kindiki.
mambo hayakuweza ni kuishia pale. Baada ya William Samoei Ruto kuweza ni kumchagua ama kumnominate Kithure Kindiki kama the deputy president, ODM baada ya kifo cha baba Raila Amolo Odinga, kumbuka Raila Amolo Odinga aliweza ni kuwa ameacha ODM party ndani ya the blood based government. Mwanzo tuliweza ni kuona Raila Odinga aliweza ni kuleta mawaziri pale wakapewa kazi katika serikali ya William Samoei Ruto. Sasa mpango wa William Ruto ulikuwa ni aweze ni kumaliza nguvu kwanza wale viongozi ambao walikuwa na usemi mkubwa. Tunaweza kumbuka nyakati hizo viongozi kama vile viongozi wengi kutoka pale ODM walikuwa naipinga serikali sana. Sasa kile kitu ambacho waliweza ni kufanya William Ruto baada ya kuweza ni kuletewa watu wa Raila Amolo Odinga, Raila waliweza ni kuingia kwa broad based government. Mambo yalienda vibaya, Raila Amolo Odinga akaweza ni kuiaga dunia. Kila mtu sasa, wakati tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, kila mtu anadhihirisha kwamba alikuwa karibu na Raila Amolo Odinga. Ukimsikiza Sifuna, ukimsikiza Oburu, ukiweza ni kumsikiza Junet, ukiweza ni kumsikiza Joho, kila mtu anadai yeye ndiye aliweza ni kuwa karibu sana na Raila Odinga. Lakini sifikiri kwamba ile mipango ya Raila Odinga tangu aliweza ni kuanza kuwania hiki kiti cha urais, hakuweza ni kufikiria kwamba ODM itaweza ni kushikana na chama kingine kama UDA, chama ambacho ni chama tofauti sana na ODM, waweze ni kuwa na mgombea wa mwaka 2027. Sasa ODM imeweza ni kudhihirisha kwamba lazima waweze ni kukipata kiti cha deputy president by fire by force. Our people must be in power. Sasa kudai wanakitaka kiti cha deputy president, hiyo ni kumaanisha ni kwamba Kithure Kindiki aweze ni kutoka pale, waweze ni kuingia. Sasa William Samoei Ruto amechanganyikiwa, haelewi aweze ni kupoteza kura ambazo zimeweza ni kubaki pale katika Mountain Region, aweze ni kupata kura ambazo ziko pale Western, Eastern, Rift Valley, Nairobi, the strongholds of ODM. Sasa tena akiweza ni kufika pale kwa ODM imeweza ni kuvunjika. Linda Mwananchi, Linda Ground. Linda Mwananchi inasema Ruto must go in 2027 no matter what happens. Linda Mwananchi ama Linda Ground, samahani, inampea support yenye haijaweza ni kufika kiwango waweze ni kupatiwa kiti cha deputy president, the second in command. Kumbuka ni dhahiri kwamba iwapo William Samoei Ruto anaweza labda akamrusha nje Kithure Kindiki, hayo ni mawazo, ni kuchanganua, tutachanganua. Iwapo ataweza ni kumrusha nje Kithure Kindiki, ni rasmi kwamba sasa kura zene ziliweza ni kuwa zimebaki pale katika mkoa wa Mount Kenya region zimeweza ni kupotea. Sasa akiweza ni kuendelea na Kithure Kindiki, ODM haitaweza ni kufurahia na itaweza ni kumwambia sasa William Samoei Ruto, tuweze ni kukutana mwaka 2027 ukiwa mgombea wa urais, pia sisi tuweza ni kuleta mgombea wetu wa urais. Na sasa hofu tena ya William Samoei Ruto ni wapo ODM waweze ni kuachana na ODM yenye inamsupport saa hizi wa Oburu Odinga, Gladys Wanga and the Leader Ground, na Leader Ground waweze ni kurudiana na Linda Mwananchi. What will happen ni kwamba the stronghold of the ODM itaweza ni kurudi, kura za Raila ziweze ni kurudi. Sasa ODM iliweza ni kuleta mgombea. Mtazamaji, huu mwaka kanaweza kuwa ni ngumu sana, uweze ni kupata kuna farasi si wawili wakuwe ni watatu. William Samoei Ruto, iwapo ODM hataweza ni kusikizana na UDA, waweze ni kurudiana Linda Mwananchi na Leader Ground waweze ni kuleta mgombea wao. Na sasa the United Opposition or the Alternative Government, Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa waweze ni kuleta mgombea wao rais. Sasa pale itakuwa ni vuta ni kuvute. Sasa kwa mipango ya William Samoei Ruto, lazima aweze ni kuingia katikati, labda aweze ni kurudi hapa Mount Kenya region ambapo ameweza ni kuona hakuna kura mingi kama alivyoweza ni kuwa nazo pale mwaka 2027 tangu aweze ni kumrusha Rigathi Gachagua nje, ama
aweze ni kuachana na Kithure Kindiki, aweze ni kuelekea ODM, aweze ni kumleta mmoja pale ambaye anadai power, Oburu Odinga, aweze ni kumleta kwa kiti cha naibu wa rais. Sasa hapo confusion ama kuweza ni kushindwa, atafanya nini? Ataweza ni kumwachilia nani? Aweze ni kumleta nani? Hii ni Expertise 24/7. Mtazamaji, kulingana na wewe, unaona ni nani rahisi kuweza ni kuacha William Samoei Ruto kuweza ni kumrusha nje ili aweze ni kumleta mwingine? Asante sana kwa muda wako. Unaweza ukatupatia mawazo yako pale katika comment section. Kumbuka hii ni Expertise 24/7. Kila kitu ambacho tunakichanganua hapa, haya ni mawazo ya Expertise 24/7, na kumbuka tunazichanganua siasa kama zinavyokuwa zikijiri. Hapa tunakupea ripoti kutoka hapa Kenya, East Africa, Afrika pamoja na dunia mzima. Kuchukua muda wa siku moja kuweza kusubscribe ili uweze kupata habari kila wakati tunaziweka hapa Expertise 24/7. Asante sana kwa muda wako. Mungu akulinde.